Takribani nchi 24 zinatarajiwa kushiriki maonesho ya 32 ya 88 yatakayofanyika kitaifa katika viwanja vya John Samuel Malecela mkoani Dodoma kuanzia Agosti 1 hadi 8 mwaka 2026, na maonesho hayo yanatarajiwa kuzinduliwa na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma katika viwanja vya maonesho hayo, Mkuu wa Mkoa wa Dodoma Rosemary Senyamule amesema maandalizi ya maonesho hayo yamekamilika na kwamba serikali imeweka mikakati madhubuti kuhakikisha ulinzi na usalama unaimarishwa katika kipindi chote cha maonesho hayo. Kwa upande wake, Naibu Katibu Mkuu wa Wizara ya Kilimo, Mhandisi Athmani Kilundumia, amesema maonesho hayo yatafanyika kuanzia Agosti 1 hadi 8 katika kanda zote nchi nzima, huku maonesho hayo ya kitaifa yakifanyika katika mkoa wa Dodoma. Mhandisi Kilundumia amesema maonesho hayo yatatoa fursa kwa wakulima, wafugaji, wavuvi na wadau wengine wa sekta ya kilimo kujifunza teknolojia mpya, kupata ushauri wa kitaalamu na kufahamu fursa mbalimbali zinazotolewa na taasisi za serikali na sekta binafsi. Kuelekea kwenye utekelezaji wa kwenye sherehe hizi za 88 ambazo kwa wakulima ni za msingi sana, kwa sababu sisi ndio tumepewa lengo kubwa sana. Nitoe wito kwa Watanzania wote na hususan wakulima kwenye maeneo yote tofauti, maeneo 8 kwenye nchi hii. Kwa maana ya kanda ya kati tuko hapa viwanja vya John Samuel Malecela. Kule Mbeya tuko kwenye viwanja vya John Makangale. Kwa kanda ya kusini tuko pale Lindi. Kanda ya mashariki tutakuwa Morogoro, kanda kaskazini tutakuwa Arusha, Mwanza na Simiyu. Pia viwanja vya Fatuma Mwasa pale Tabora. Kwa hiyo ni waombe wakulima wote kufika kwenye viwanja vya 88 kwenye maeneo yote hayo niliyoyataja kwa ajili ya kuona maonesho yaliyowekwa pale. Katika eneo hili tunapata mambo matatu muhimu ambayo yote yanakwenda kwenye sekta ya kilimo. Tunaposema sekta ya kilimo, maana yake tunahusisha vitu vitatu: kilimo mazao, mifugo pamoja na uvuvi. Sasa ndugu zangu wakulima, kwenye maeneo yetu haya, kufika kwenye maeneo haya kuna faida kubwa sana. Kwanza ni kujifunza teknolojia mbalimbali. Na tunafahamu sote kwamba kilimo sasa kimekuwa sio kilimo kile ambacho tulizozoea. Sasa hivi ni kilimo biashara. Ili kiwe kilimo biashara, maana yake lazima kuwe kuna ile thamani yote, mzunguko wa thamani utaenda chain value yote ionekane kwa pamoja. Sasa ukiwa kwenye haya maeneo utajifunza vitu mbalimbali ambavyo vitakusaidia kwenda kubadilisha kilimo chako kutoka kwenye mfumo uliopo wa kilimo wa sasa wa kulima kwa mazoea na kwenda kwa kulima kilimo cha biashara. Maeneo mengi haya ni kufika ni bure. Kwa hiyo ukifika utajifunza wataalamu mbalimbali. Lakini pili ni waombe wakulima wote nchi nzima na wananchi wote kwenye maeneo tofauti tofauti. Kwenye viwanja vyetu hivi taasisi za serikali zote zipo. Taasisi zote za serikali ambazo zinafahamika zote zipo. Kwa hiyo kama una shida ndogo, shida mbalimbali ambazo zinakusibu, ukifika tu kwenye viwanja vya 88, shida zako zote utazipata, kama ni swala la ardhi, swala la migogoro mbalimbali na kila kitu, wote sekta za serikali zote zitakuwa kwenye maeneo hayo. Lakini pia ili ufanikiwe kwenye kilimo biashara, taasisi za kifedha zote zipo kwenye maeneo haya. Kwa hiyo fika kwenye maeneo hayo uweze kujionea, wasikilize. Fika kwenye benki zetu zote, angalia, wasikilize, wakuelezee vizuri. Unaweza kupata fursa ya kupata mkopo ukaenda kupanua kilimo chako. Kwa hiyo mimi niwaombe sana Watanzania wote kwa pamoja, hii ni sherehe yetu wakulima. Tunayo nafasi sisi ya kujivunia kwamba tumeifanya shughuli ndani ya mwaka mmoja, sasa tunafanya tathmini wenyewe. Kwa hiyo niwaombe sana tuhudhurie sherehe za 88. Uwanja huu una majengo sasa ya kudumu ambayo yamejengwa toka mwaka jana na hayajatoka, ili kuleta nafasi ya wananchi kuendelea kupata huduma mwaka mzima. Lakini tumeona kabisa kuwa kupitia barabara, miundombinu ya barabara imeimarika. Watu wakipita sasa hawapati vumbi, watatembea kwenye lami au tunasema kwenye zege maeneo yote ya 88. Lakini niendelea kuwashukuru sana wizara zetu mbili, hasa Wizara ya Kilimo na Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Humu ndani pia kumejengwa maeneo kwa ajili ya makongamano yote yanayohusiana na sekta husika kuweza kufanyika ndani ya uwanja. Lakini kikubwa kwa ajili ya 88, kama mkoa tumejipanga vizuri kwa ajili ya kuhakikisha usalama na utulivu wa kila anayeshiriki au anayekuja kwa ajili ya kushiriki maonyesho haya muhimu. Lakini tukumbuke kuwa kupitia maonyesho haya tutapata nafasi pia ya kusikia kauli na maelekezo ya viongozi wetu wakuu wa nchi ambao kwa namna moja au nyingine kila kiongozi amepangiwa kuwepo katika uwanja huu.
Tarehe 1 siku ya ufunguzi tutakuwa na Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa ajili ya kufungua rasmi maonyesho haya. Tarehe 2 tutakuwa na mawaziri mbalimbali wa kisekta katika matukio mbalimbali. Lakini tarehe 3 pia tutakuwa na Mheshimiwa Dr. Emmanuel Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye pia atashiriki na kuwa mgeni rasmi katika siku maalum ya TARI, taasisi ya utafiti nchini, na siku ya ushirika. Lakini tunafahamu siku zote za katikati hapo tarehe 3, 4, 5, 6 na 7 kutakuwa pia na viongozi mbalimbali wakiwemo viongozi wastaafu, Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete ambaye pia amepewa siku yake maalum. Lakini siku ya kilele tarehe 8 mwezi wa 8 tutakuwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye pia tutapata kusikia ladha ya kilimo, ladha ya mifugo, ladha ya uvuvi ambayo anatueleza Watanzania kama sekta za ukombozi wa uchumi wa Tanzania. Mwaka huu waonyeshaji wako takriban 1133 ambao kati yao wako waonyeshaji toka nchi za nje 24, lakini wajasiriamali wadogo 20. Waonyeshaji hao ni wengi sana kulinganisha na historia ya maonyesho ya uwanja huu, ambao wote wamejipanga kikamilifu kuhakikisha watu watakaofika katika uwanja huu wanapata elimu ya kutosha, wanapata teknolojia, wanapata bidhaa mbalimbali zinazohusiana na kilimo, uvuvi na mifugo, lakini zaidi pia wanapata na burudani mbalimbali kupitia uwanja huu.